Dunia imezoea kuona makombora ya masafa ya kati ya Irani kilomita 2000 na sio zaidi ya hapo. Na kwa nini ni kilomita 2000 na sio zaidi ya hapo? Ni kwa sababu makombora haya yana uwezo wa kufika moja kwa moja katika taifa la Israeli, ambaye ndiye hasimu na adui mkubwa sana wa Irani. Na sio tu hapo, lakini ana uwezo wa kulenga targets ambazo ni kwenye kambi za jeshi la Marekani zilizoko Mashariki ya Kati katika mataifa mbalimbali. Kuna mataifa yaliyoko Umoja wa Falme za Kiarabu, mataifa kama 7, lakini kuna mataifa yaliyoko kwenye Ghuba ya Uajemi ambako kuna kambi nyingi sana za Marekani. Tutakuwa tunazungumzia nchi kama Jordan, nchi kama Bahrain, taifa kama Kuwait, taifa kama Qatar, ambako Marekani ana kambi kubwa sana ya jeshi. Al Udeida Air Base. Muafik Salt Air Base ni upande wa Jordan ambayo imekuwa ikipigwa sana, lakini kuna Riyadh huko Saudi Arabia na Oman. Kwa hiyo kwa nini ni range ya kilomita 2000? Ni kwa sababu ya kuweza kufika haya maeneo, kufika taifa la Israeli, lakini na mataifa mengine ambayo kuna kambi za Marekani. Lakini mbali na hiyo, kitu kilichoushangaza na kushtua ulimwengu na kufanya mataifa ya magharibi pamoja na Marekani yawe kwenye shock ni makombora ya Irani yanayoenda kilomita 5000. Na makombora haya tayari yamethibitishwa kuwa Irani anayo makombora haya. Niwarudishe nyuma kidogo katika kile ambacho kimekuwa kikiendelea kwenye mgogoro huu unaoendelea kati ya Marekani, Israeli dhidi ya Iran. Mnakumbuka vizuri sana kile ambacho Wajemi walisema kuwa tutakachokifanya iwapo Marekani atatushambulia, sisi tutadili na pale ambapo pametumika au taifa ambalo limetumika kambi za Marekani zilipo, basi tutapiga kwenye hizo kambi za Marekani wa taifa ambalo limeruhusu, aidha ni ardhi ya Marekani ama aidha ni ardhi ya nchi hiyo iliyomruhusu Marekani kutushambulia, au ni anga la nchi hiyo, au ni maji ya nchi hiyo. Ikimaanisha kuwa ardhi kuna kambi za jeshi la Marekani, lakini anga ndiko ambako ndege zinaruka kwenye hilo anga, lakini maji ndiko ambako wameweka madude yao hawa Marekani, meli za kivita na mambo kadha wa kadha. Na tunakumbuka sana wakati ambapo Marekani na Israeli walipoishambulia Irani, ndege za kivita, aircraft carriers zinajulikana, aircraft carriers kwa majina yake. Tuliona USS Abraham Lincoln, aircraft carrier kubwa hii, lakini tuliona USS Harry Truman ambayo ilikuja kuungana baadaye tukaona pia ikapelekwa USS Winston Churchill ikapelekwa, lakini na vikosi vya wanajeshi 50,000 na ndege zisizopungua 2000 na destroyers na meli zingine za kivita zikiwa zimeizunguka Irani, kwa sababu ilikuwa hii ni military campaign kubwa ya Marekani ambayo alisema kuwa anataka kuifanya kwa Irani na kuhakikisha kuwa anauangusha utawala wa Iran. Nadhani hilo linakumbukwa vizuri zaidi. Na baada ya hapo Irani akaanza kushambulia haya mataifa ni kutokana na haya makombora ya kilomita 2000. Lakini baadaye ilipoonekana kwenye kisiwa kinachojulikana kama Diego Garcia kilichoko katikati ya bahari ya Hindi, hii ni UK and USA Joint Air Base Military, ambapo pale ndio kuna ndege kubwa za Kimarekani, lakini kinajulikana kama ni kituo hiki ambacho ni refueling, kituo ambacho ni cha kujaza mafuta, lakini manuali za Marekani ziko hapo, ikiwa ni pamoja na meli kubwa za Marekani na zenyewe pia ziko hapo. Ndipo dunia ikashuhudia makombora mawili, ambayo makombora haya wanasema moja lilitua majini na lingine likawa intercepted na mifumo ya ulinzi ya Marekani.
Hii ilikuwa ni ujumbe, kwa sababu tunakumbuka ndege zilitoka hapa kwenye hiki kisiwa. By the way, ni kisiwa kinachomilikiwa na Uingereza, lakini Marekani anakuwa ni kama amekikodisha hiki kisiwa, na ndio maana ikabidi sasa Irani wadili nacho. Na hapa kutoka Diego Garcia mpaka Irani ni umbali wa kilomita kama 1400. Kwa hiyo ndio maana sasa upelelezi walipopeleleza wakaja wakajua kuwa kumbe Irani ana makombora yanayoenda kilomita 5000. Na ukumbuke haya yanafanyika hivi ni kuwa taarifa za kijasusi za kiintelijensia tuseme kutoka Mossad na CIA walizokuwa wamezikusanya hawakuwahi kujua kuwa Irani ana uwezo wa kuweza kushambulia umbali wa kilomita 1400. Wao walijua tu ni kilomita 2000. Ndugu zanguni, mtakumbuka tukirudi nyuma kidogo, mwaka 2025 mwezi wa 6 kwenye ile tunaita 12 days war au vita vya siku 12, takumbuka vizuri sana, ambapo walikuwa wanajaribu uwezo wa Irani, waone Irani ana uwezo kiasi gani, na matokeo yake wakaja wakagundua uwezo wa Irani uko namna gani, wakarudi nyuma kujipanga, huku rais wa Marekani Donald Trump akitangazia dunia kuwa tumemaliza uwezo wa Irani kabisa wa nuclear. Kwa hiyo tunachokifanya sasa, labda wanaweza hii program huweza kuiresume baada ya miaka 10, lakini ndani ya miezi 6 tunaona tena wanarudi kuishambulia Irani, ambayo waliaminisha dunia kuwa uwezo wake wa utengenezaji wa silaha hizi za nuclear au urutubishaji wa uranium utachukua mpaka miaka 10, lakini ndani ya miezi 6 wanasema Irani wanatengeneza nuclear. Kwa tukaona wakarudi tena kwenda kuishambulia Irani, ambapo ndio vita hivi vinaendelea mpaka hivi sasa. Sasa dunia ikawa imeshtuka, kwa sababu wao katika taarifa zao za kiintelijensia na ujasusi waliofanya ndani ya Irani walijua Irani ana makombora tu haya ya kilomita 2000. Na ndio maana wakati wanataka kuanza hii kampeni ya kijeshi ambayo waliipa jina Operation Epic Fury, ambayo imeishia tu kuwa Operation Epic Fear, au mimi naita Operation Epic Fool na sio Operation Epic Fury, iliyokuwa imekusudia kumalizika kijeshi, leo hii inarudi kwenye meza ya mazungumzo. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu hawakujua uwezo wa Iran, wali underestimate uwezo wa Iran. Sasa Iran ana makombora, mfano kuna kombora la Qaem_105. Kombora hili unaambiwa uwezo wake linaweza likaenda umbali wa kilomita 5000, kwa maana kuwa kilomita 5000 nafikiri mliona, maana tukiongea hapa mwingine anaweza kasema hapana, mnaipamba sana Iran, na tumekuwa tukiambiwa majina kama hayo, tumekuwa tukitukanwa hapa, chawa wakubwa nyinyi wa Iran. Lakini nadhani ni watu ambao hawaelewi ni dunia inaendaje na mambo haya yanaenda namna gani, kwa sababu ya imani ambayo wamekuwa wakiamini. Lakini hatujakata tamaa, bado tuko tukiendelea kutoa madini haya ili ndugu zetu muweze kuelewa. Kwa kuna kombora la Qaem-105 uwezo wa kufika umbali wa kilomita 5000, lakini kuna kombora lingine ambalo linajulikana kama Khorramshahr. Ili kombora la Khorramshahr nimekuwa nikiliongea sana, lakini kuna ile Khorramshahr 4 ambayo ilikuwa ni prototype ya Irani, ambayo ni yenyewe inaenda kilomita 10000. Ili Irani iweze kuishambulia Marekani moja kwa moja inahitaji makombora ya kilomita 10000. Hiyo ni Khorramshahr 4. Lakini hapa naongelea Khorramshahr ambayo yenyewe pia ina uwezo wa kwenda umbali wa kilomita 5000. Lakini kuna kombora pia lingine linaitwa Khaybar-Shekan. Na kombora hili la Khaybar-Shekan na lenyewe lina uwezo wa kwenda kilomita 5000, jambo ambalo limewaogopesha watu wa magharibi na linawatisha watu wa magharibi. Ukiachilia mbali hilo, kuna kombora kwenye familia hii ya Fatah. Kuna Fatah 1, kuna Fatah 2, kuna Fatah 110. Haya makombora na yenyewe ndio hatari kabisa, kwa sababu haya ni makombora ambayo yenyewe hayaendi kama makombora ya ballistic, ya ballistic. Yenyewe haya ni hypersonic.
ujue kuna tofauti kidogo, au niseme tuachane na hypersonic kwa sababu hiyo ni speed. Maana speed ya hypersonic ndio hiyo speed kubwa, lakini hili ni cruise missiles ambalo lenyewe, kumbuka, mifumo ya ulinzi imetengenezwa kwa ajili ya ku-intercept makombora ya ballistic, ambayo makombora haya mifumo ya ulinzi huwa inatabiri mahali yanakoelekea. Kwa maana unaona kombora linaporushwa kutoka kwenye mitambo ile ya kurushia makombora, zile launchers, mifumo ya ulinzi huku inachokifanya ina detect kuwa kuna kombora linakuja, na baada ya kudetect inaanza kutrack lile kombora linakoelekea, alafu ina analyze na kuprocess data ile, na data kujua kombora hili linaelekea uelekeo fulani, litaenda kutua mahali fulani. Kwa hiyo kinachofanyika ni kuwa ule mfumo wa ulinzi sasa, zile interceptors zinaenda ku-intercept kombora ambalo limejulikana, yani mfumo una predict kuwa kombora hili linaenda kutua wapi, basi mfumo huu basi unaenda unazuia. Lakini cruise missiles, kumbuka cruise missiles, ambapo sasa makombora haya ukiangalia zile warheads zake au vile vichwa vya yale makombora ni hatari sana, na uhatari wake unakuja ni kwa sababu pia makombora haya yana uwezo wa kubeba ndani mabomu ya nuclear. Iwapo kama Iran akaamua kuongoja nipige nuclear, haya makombora ya cruise missiles yana uwezo wa kubeba mabomu ya nuclear. Na makombora haya sasa ndo kama hayo niliyokuambia. Zimekuambia kuna Kain _105, kuna Koramsha lipo kombora hilo, kuna Keiba Shekan lipo kombora hilo, na sasa ni familia ya Fatah lipo hilo kombora. Na mnakumbuka kuna kombora inaitwa Sejir, kombora ambalo lina cheza hivi kama linaenda, kwa inakuwa ni ngumu kupredict kwa mifumo ya ulinzi. Ndio maana unaona kambi zimekuwa zikipigwa, kama hiyo Muafik Salt Air Base imekuwa ikipigwa, kama kambi zilizoko kule Kuwait zimekuwa zikipigwa, kuna kambi ziko pale Bahrain zimekuwa zikipigwa, upande wa Saudi Arabia, upande wa Qatar zimekuwa zikipigwa, upande wa Oman pia waliwahi kupiga. Ni kwa nini? Ni kwa sababu ya haya makombora. Ndio maana tunafika mahali tunasema Marekani hawakujua uwezo wa Iran. Inawezekana pia hata Irani wenyewe hawakuwa wanajua uwezo walionao kuhusiana na haya makombora. Na makombora haya tunakumbuka Vladimir Putin amekuwa akiyatumia, na Irani wamekuwa wakimpa haya makombora. Hiyo ndio maana wanasema labda Irani pia walikuwa wanafanya majaribio hapo kwa vita vinavyoendelea Ukraine ili waone. Kwa hili sasa linawaogopesha watu wa magharibi, na watu wa magharibi inabidi waandae vizuri mifumo yao ya ulinzi. Hii inamaanisha kuwa makombora haya yana uwezo wa kufika Paris, makombora Paris Ufaransa, yana uwezo wa kufika pia Rome Italy, yana uwezo pia wa kufika London Uingereza, na yana uwezo pia wa kufika Berlin Ujerumani. Kwa ndio maana unaona dunia imeingia kwenye wasiwasi wa namna hiyo. Asanteni sana wana IBM channel na wana Ukuu wa Mwafrika, na washukuru.